Bismillahirrahmanirrahim. Tuko kwenye sura ya 9, Suratu Tauba. Allah anasema bara'atu minallahi wa rasulihi, ni tangazo la kuvunja makubaliano, ahadi, mikataba, linatoka kwa Allah na mtume wake. Ila alladhina ahadtum minal mushrikin, tangazo hili wafikishiwe wale mliokubaliana nao, munao mikataba nao katika washirikina ambao ni viongozi wa dini ya ushirikina pale Maka. Fasihu fil ardi 4 ashhurin, tembeeni katika ardhi kwa muda wa miezi 4. Bara'atun, tulisema maana yake, ukisema kwenye lugha ya Kiarabu bara'atu minash shay'i, maana yake idha qata'ta ma bainaka wa bainahu min sababin wa azaltahu an nafsiki. Kama kuna kitu ulikuwa umekipa umuhimu kwako, basi ukakata yale mahusiano yako wewe na hicho kitu, baina yako na hicho kitu, na ukakitoa katika nafsi yako kwamba kuanzia sasa basi. Kwa mfano, ulikuwa unavuta sigara, ukasema sasa mimi bara'atu mina dukhan au bara'atu min ghairihima. Ni kutembea katika ardhi kwa ajili ya biashara au safari za kidini au mambo mengine, hiyo ndo siyaha. Kwa hiyo baada ya kupigiwa tangazo la kuvunja mikataba na makubaliano yote, Allah akawaambia hao aliyowatangazia, fasihu fil ardi 4 ashhurin, maana yake tembeeni kwa amani katika ardhi ya Allah kwa muda wa miezi 4. Fasihu fil ardi 4 ashhurin siru aminina ayuha almushrikun, tembeeni kwa amani enyi washirikina, muddata 4 ashhurin, kwa muda wa miezi 4. Mmepewa ofa ya miezi 4 kukaa kwa amani. La yaqa'u bikum minna makruhun, ndani ya hiyo miezi 4 hamtopatwa na baya lolote kutoka kwetu, yani kutoka kwa Allah na mtume wake. Wameachiwa miezi 4. Wa huwa amru ibahatin wa fi dhamnihi tahdid, ni kama agizo wamepewa, tembeeni kwa amani kwa muda wa miezi 4, lakini ndani yake lina makamio. Baada ya miezi 4 amani inaisha, ndo maana yake. Sasa miezi 4 hii ni moja katika mawili wanaweza wakalifanya. Wakigundua kwamba hawana uwezo wa kugombana na Allah na mtume wake, basi warudi wapatane nao, mambo yaishi. Kama watakuwa na msimamo wao pale pale, sisi hatukubaliani nao, wajipange kimapambano. Baada ya miezi 4 amani imeisha. Lakini vyovyote watakavyoamua, hata wakiamua vita, Allah akaambia wa'alamu annakum ghairu mu'jizillah, eleweni nyinyi si wa kumshinda Allah, hamuna uwezo wa kumshinda Allah. La tafutunahu ta'ala, hamwezi kumkimbia au kumkwepa Allah mtukufu. Wa in amhalakum hadhihi almuddati, hata kama amekupeni muda kama huo wa kujipanga, kujiandaa, jipangeni, jiandaeni, fanyeni maandalizi. Lakini kwa vyovyote mtakavyojiandaa, hamna uwezo wa kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allaha mukhzil kafirin, na ieleweke kwamba Allah siku zote huwa khizi makafiri, anawafedhehesha tu, wataadhirika tu. Watajipanga
watakusanya nguvu zao, watafanya maandalizi, lakini hatimaye wakiingia vitani wanashindwa. Wa anna Allaha mukhzil kafirin, ai maana yake anna Allaha mudhilluhum fi dunya, Allah kapanga kuwadhalilisha washirikina hapa duniani bil asri wal qatli. Hata wakiingia vitani atawadhalilisha kwa kukamatwa mateka na kwa kuuawa wengineo. Watauawa na wengineo watakamatwa mateka. Sasa huo ni udhalilifu kwa mtu anayejiita shujaa, alafu akasalitishiwa mtu yeye alimdharau, akamuona hana uwezo, lakini aliyedharauliwa akamshinda mwenye kudharau. Ina maana udhalilifu mkubwa kwa yule ambaye alikuwa na jeuri kuingia mikononi mwa mtu aliyemdharau, akamuona mnyonge akawa mateka wake, au kuingia naye vitani akapambana naye alafu yeye mbabe akapigwa. Allah anaambia atawadhalilisha tu duniani. Duniani adhabu yao, kudhalilika kwao duniani bil asri wal qatli, watakamatwa mateka na wengineo watauawa vitani. Wa fil akhirati, na atawadhalilisha pia akhira bil adhabi shadidi, kwa kuwaweka katika adhabu kali kwenye moto wa jahannam. Tangazo limetolewa mapema, kama wanajipanga wanajiandaa wajiandae, lakini hata watakapojiandaa wakiingia vitani Allah kaamua atawadhalilisha. Wa adhanu min Allahi wa rasulihi ila nnasi, na hili ni tangazo linatoka kwa Allah na mtume wake, linakusudia lifikishwe kwa watu, watangaziwe watu. Adhanun maana yake al-adhanu al-i'lamu. Adhan maana yake ni kutambulisha. Wa minhu, na katika matumizi ya neno hili adhan, adhanu salati ni kama hizi adhana zetu. Kwa hiyo Allah katoa hiyo adhan, utambulisho unatoka kwake na kwa mtume wake, ila nasi, uende kwa watu. Ili Allah anataka lisomwe kwenye public, liwafikie watu wote duniani, waelewe kwamba Allah na mtume wake wameshavunja makubaliano yote na washirikina. Kuanzia sasa, wakati wowote hapa amani inatoweka, kwa sababu hawaitaki amani. Na hii ndo kama tulivyopitia kwenye darsa iliyopita, mtume alimtoa Abu Bakar kama kiongozi wa mahujaji. Baada yake kuondoka Abu Bakar na mahujaji, akamtuma Ali bin Abi Talib, yeye ndo akawe mtoaji wa matangazo haya, akayasome siku ya Arafa. Arafa pale hukutana mahujaji wa nchi zote duniani waliobarikiwa uwezo wa kwenda, na pale kiongozi wa umma alikuwa husimama kuwahutubia mahujaji siku hiyo. Anapokea taarifa za mahujaji kutoka maeneo mbalimbali, na halafu yeye huwa anajipanga kutoa ufumbuzi wa taarifa hizo. Wanakuja watu kutoka Afrika, Asia, Ulaya, wapi, Waislamu, na wanaonana na kiongozi wa pale. Wakati huo ni mtume. Sasa mtume anapokea taarifa, Waislamu wa eneo fulani wanasikitika, wana shida fulani, kama vile wafanyakazi kwenye mikoa, idara na nini wanavyopeleka ripoti Ikulu. Mheshimiwa Rais akapitia mafaili, akajua ripoti za maeneo yote na shida zote, na akapanga namna ya kuzitatua. Yeye ndo kiongozi na anapaswa kujua shida ya anaowaongoza, na lazima yeye ndo awe na njia ya kutatua matatizo ya watu. Kwa hiyo siku ya Arafa watu wamekusanyika pale, tangazo hili la Allah lisomwe, kwa sababu watu kutoka pande zote za dunia wanakuwepo, wafikishiwe taarifa hiyo. Munayo habari ya jambo lililopo? Hatuna. Basi Allah na mtume wake kuanzia sasa wamevunja mikataba yote iliyokuwepo, makubaliano yote waliokubaliana kuanzia sasa yametupiliwa mbali. Tangazo hili litoke yaumal hajjil akbari,
siku ya hija kubwa, yani siku ya kilele cha ibada ya hija, kama Mtume alivyokuwa anasema alhaju Arafa. Hija yenyewe yote ni pale Arafa, ambapo watu husimama na siku ya pili yake ndio ikawa sikukuu. Alhaju Arafa. Kwa hiyo siku ya mkusanyiko wa mahujaji ndio ilipangwa litolewe tangazo hili, mahujaji wote duniani walisikie, wakiondoka hapo, yani yaumun nahri, siku ya kuchinja. Qala Zamakhshari, amesema Zamakhshari, usifa alhajj bil akbari, imesifiwa hiyo haji kwamba ni kubwa, haji kubwa, siku ya haji kubwa. Lianna al-umrata, kwa sababu umra tusamma al-hajjul asghar, inaitwa ni hija ndogo. Sasa hija kubwa ni hii ibada yenyewe ya hija, na kilele cha hiyo ibada ya hija, pahala patukufu zaidi katika ibada zote zinazofanywa kwenye hija, ni siku ya Arafa. Kwa hiyo siku hiyo lisomwe mbele ya watu tangazo hilo, wa adhanu minallahi wa rasulihi, kuna tangazo hili linatoka kwa Allah na mtume wake, ila nasi, lifikishwe kwa watu wote duniani. Lini? Siku gani ya kulifikisha? Yaumal hajjil akbar, siku ya hija kubwa. Tangazo linasema anna Allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu, hakika ya Allah na mtume wake wanatangaza kuwa wamejitenga na makubaliano yote na washirikina. Imefutwa mikataba yote baina ya Allah na mtume wake na washirikina. I'lamu lahum, hili ni tangazo kwa watu, bi anna Allaha, wajulishwe watu kwamba Allah bari'un minal mushrikina wa uhudihim, Allah keshajivua, kazikataa, kafuta nyaraka zote za makubaliano baina ya washirikina na yeye. Ahadi zote walizoahidiana ziko outdated. Wa rasuluhu, na mtume wake, yani Allah na mtume wake wako pamoja, wanatoa tangazo hilo. Allah yuko mbali na makubaliano hayo. Wa rasuluhu bari'un minhum aidan, na mtume wake pia yuko mbali na makubaliano yote na washirikina. Alafu Allah akawanasihi hao aliowavunjia mikataba, akawanasihi kwa kuwaambia, fa in tubtum, muda wa miezi 4 mmepewa, zingatieni vizuri na halafu mfanye maamuzi yanayofaa. Fa in tubtum, ikiwa mtakubali kutubu, mkasema sisi Allah hatumwezi ugomvi wake, hatuwezi kupambana naye, tunaacha hichi kisirani, tumekubali kusalim amri, fahuwa khairul lakum, mkifanya hivyo itakuwa ni bora kwenu, silimuni tu mambo yaishi. Fa in tubtum, nyinyi washirikina mkitubu, fahuwa khairul lakum, inakuwa ni khairi kwenu. Yani maana yake, fa in tubtum anil kufri, mukitubu na mkaachana na ukafiri, waraja'tum ila Allahi, waraja'tum ila tauhidillahi, mukarudi kwenye mila, ibada, dini ya kumpwekesha Allah peke yake, fahuwa khairul lakum, mukifanya maamuzi hayo itakuwa ni khairi kwenu. Minatamadi fi dhalali, kuliko kuchagua kung'ang'ania kuendelea na upotevu. Mkijielewa kuwa nyinyi ni viumbe na mkamtambua muumba wenu, mkapatana naye na mkakubali kumwabudu peke yake bila ya kumshirikisha, itakuwa mmefanya maamuzi ya busara, jambo hilo ni khairi kwenu. Lakini the opposite is the case, kinyume chake, wa intawallaitum, mukijifanya jeuri, mukapuuza ruhusa hiyo, fa'alamu annakum ghairu mu'jizillah. Karudia tena Allah kauli yake, eleweni hata mkijipanga kivita, nyinyi hamuwezi kumshinda Allah.
nyinyi mtabaki kuwa ni viumbe tu, hamuwezi kumzidi mbinu na nguvu muumba wenu. Faalamu wa in tawallaitum, mukikataa kutubu na kurejea kwake, faalamu, jueni, annakum ghairu mu'jizillah, vyovyote mtakavyojipanga nyinyi hamuwezi kumshinda Allah. Yani maana yake, wa in a'radhtum 'anil islami, mukipuuza kusilimu, kujisalimisha kwa muumba wenu na Mola wenu mlezi, wa abaitum illa al-istimrari ala al-ghayy wa dalali, na mkang'ang'ania tu mkaendeleza ugomvi wenu katika chuki na upotevu, faalamu, eleweni, annakum, hakika yenu nyinyi washirikina, la tafutuna Allaha talaban, hamwezi kukwepa kushikwa na Allah. Yani kama itakuwa Allah anakutakeni akutieni kwenye nguvu zake au adhibu, hamuna uwezo wa kumkwepa, kumkimbia. Alladhina kafaru bi'adhabin alim, aya ikamalizia, anaambiwa mtume, wabashiri alladhina kafaru, wabashirie wale wanaokufuru, bi'adhabin alimin, kwamba watapata adhabu yenye maumivu makubwa. Bashiri alkafirina, wabashiri makafiri, bi'adhabin mu'limin muji'in yahillu bihim, wabashiria adhabu yenye machungu inayouma, ambayo hamna namna, lazima itawafika tu. Hawana mahala pa kukimbilia, wakasema huko tutakuwa tuko salama, nguvu ya Allah na nguvu ya mtume wake haitufiki. Wabashirie adhabu inayouma. Qala Abu Hayyan, amesema Abu Hayyan, ja'ala al-indharu bisharatan, Allah ametumia lugha ya maonyo kwa lugha ya bishara, katumia neno la kuwaonya watu kwa lugha ya bishara. Wabashiril ladhina kafaru, bishara huwa ni jambo la kheri, jema. Sasa unambashiria mtu kitu kinachofurahisha, chenye matumaini, lakini mbashirie adhabu, si mahala pake kwa mpangilio wa lugha. Lakini Allah ametumia mahala pa maonyo, akatumia bishara, ala sabili istihzai bihim, kwa njia ya kuwafanyia istihzai. Ala sabili istihzai bihim, katumia njia ya kuwafanyia istihzai. Kama kuna jambo linawafurahisha, wanalipenda, basi jambo lenyewe litakuwa ni adhabu yenye machungu makubwa. Wa fi hadha wa'idun azimun lahum, haya ni makamio makubwa kwa watu wanakwenda kinyume na muumba wao. Hii lugha kwa mwenye kufahamu maana inatisha, lakini hao wanaoambiwa kama hawaielewi. Wabashirie wanaokufuru au watakaokataa adhabu inayouma. Illa alladhina, isipokuwa tangazo hili haliwahusu wale watu ambao ahadtum, muna mikataba nao, minal mushrikina, katika washirikina. Tangazo limetolewa kwa watu wote, linatoka kwa Allah na mtume wake, linaenda kwa washirikina. Lakini kama wanavyosema wazungu, no rule without exception, hakuna sharia ambayo ndani yake mna vifungu vya kuvua baadhi ya watu, baadhi ya mazingira. Sharia yoyote ina exceptions. Sasa tangazo hili la kuvunjwa mikataba halitawahusu washirikina ambao, illa alladhina, ila halitawahusu washirikina ambao ahadtum minal mushrikin, munao mikataba nao katika hao washirikina. Lakini washirikina wenyewe, thumma lam yankusukum shay'a, wamekuwa wastaarabu tangu mlipokatibiana mambo,
wao wamelinda mikataba yao, hawajaonyesha jeuri, hawajaenda kinyume. Hawa waliofanya uungwana haliwahusu tangazo hilo. Wengine walikuwa sio waungwana, wanaahidiana jambo halafu wanapita kwa mlango wa nyuma, wanacheza na akili za watu, wanavunja makubaliano na wanafanya yale ambayo waliyekubaliana yasifanyike. Kwa hiyo tangazo lipo kama kawaida, lakini kwa wale ambao mpaka sasa wameheshimu mikataba, hawajaiendea kinyume, hawa nyinyi msiwavunjie mikataba yao, itabaki kuwa active. Illa alladhina ahadtumuhum, isipokuwa tangazo hili haliwahusu washirikina mliokubaliana nao, walam yanqudhu al-ahda, lakini mpaka sasa hawajatengua ahadi zao, waungwana hawa. Faatimu ilayhim ahdahum, hawa mikataba yao itakuwa hai, watimizieni muda wa mikataba yao kama mlivyokubaliana. Vurugu zitakazotokea washirikina wa aina hii haziwahusu, madamu wamelinda mikataba na nyinyi mnawalinda, wabaki kwenye amani na mikataba itakuwa inafanya kazi. Waislamu wamekatazwa wasiwe mwanzo kuvunja makubaliano, waiheshimu, lakini hii imevunjwa kutoka kwa amri ya Allah mwenyewe, kwa sababu waliovunjiwa mikataba walikuwa frequently na wao wanakwenda kinyume na hiyo mikataba. Kwa hiyo inakuwa haina kazi ile mikataba. Msitufanyie khiana, wao wanafanya khiana. Msishirikiane na maadui zetu wanaotupiga vita, wanashirikiana nao. Kwa hiyo kama aliandika tafsiri inaitwa Al-Kashaf, katika kutafsiri aya hizi kasema hivi: wa huwa istithna'un bimaana al-istidrak. Hii ni istithna, exceptional case. Tangazo limetoka kwa washirikina wote isipokuwa washirikina wa aina hii, tangazo hili haliwahusu. Lakin man wafa wa lam yankuth, washirikina wote mikataba imevunjwa, lakini waliotimiza mikataba yao hawajaiendea kinyume, faatimu alaihim ahdahum, timizeni muda wa mikataba yenu nao, waheshimuni kama walivyojiheshimu. Wala tujiruhum majarahum, msiwapitishe hawa wenye kujiheshimu mapito mnaowapitisha wasiojiheshimu. Lazima mtofautishe. Wote washirikina hawamtambui Allah, wanaabudu miungu yao, lakini hawa kwenye mikataba waungwana, wanaheshimu makubaliano, hawaja kuchokozeni, hawashirikiani na maadui zenu, wapo na mambo yao, timizeni nao makubaliano. Amani ni kitu muhimu, wachieni na mambo yao, hayo ni baina yao na Mola wao. Siku ya malipo iko, ye mwenyewe kaamua hapa duniani achague dini yake aliyozaliwa nayo, anaipenda. Hoja zote, dalili zote zimeisha kusemeshwa mtu huyu kwamba Mungu wa kweli sio huyu uliye naye, ni huyu, hajaelewa, lakini hafanyi fujo. Mwache na imani yake, mwache na imani yake, usimfanyie fujo yoyote. Msimamo wake atakwenda kuona matokeo yake siku akifa. Lakini hawa ambao hawajataka kumwamini Mola wao, halafu pia si wastaarabu, wanavunja amani, wanaingilia kati uhuru wenu wa ibada, wanakufanyieni fujo, hamna haja ya kuweka nao makubaliano kwa sababu hayana tija. Wanaoheshimu makubaliano hawa ni waungwana, heshimuni mikataba yenu na wao. Wale wasioheshimu mikataba, hao ndo imevunjwa mikataba yao. Kwa hiyo waliokuwa wastaarabu waungwana, msiwapitishe kwenye mipito mnaowapitisha wale waliovunja mikataba, ambao si wastaarabu,
hawakuonyesha uungwana. Wala taj'alu alwafiyu kalghadir, msimchukulie sawa sawa aliyetekeleza ni kama yule aliyevunja makubaliano. Huyu tumekubaliana jambo, kaheshimu, katekeleza. Hawezi kuwa sawa sawa na ambaye tulikubaliana jambo, kavunja makubaliano. Kwa hiyo kila mmoja mnamtreat kwa mujibu wa alivyo. Aliyekuwa muungwana mfanyieni uungwana, hata kama kafiri. Ukafiri ni chaguo lake mwenyewe, halitowadhuru nyinyi. Lakini kwenye masala ya miamala yanayoingilia kati maisha yenu, uhuru wenu, haya mnatakiwa muwe wakali, muyalinde. Thumma lam yankusukum shay'a, hiyo exceptional case iliyopo, illa alladhina ahadtum minal mushrikin. Tangazo hili halitawahusu wale mnao mikataba nao katika washirikina. Thumma lam yankusukum shay'a, alafu baada ya hiyo mikataba hawajatenda any mistake, hawajakukoseeni adabu kwa kutengua chochote kwenye mikataba yenu. Lam yankusu min shuruti almithaqi shay'a, wamefanya uungwana na wameonyesha ustaarabu, hawajapunguza chochote katika yale ambayo mmekubaliana nao. Hawa walindeni, ilindeni mikataba yenu na hawa. Jengine, walam yudhahiru alaikum ahada, wameonyesha uungwana kwamba wanajua nyinyi mna maadui, lakini wao wamezuia mikono yao, hawakukubali kushirikiana na yoyote anayewapiga vita. Maana inawezekana nina mkataba wa amani na kabila fulani, yeye kabila huyo hajanichokoza, haingilii kati mambo yangu, lakini kuna mlango wa nyuma hupita akashirikiana na adui anayekuja kunipiga vita moja kwa moja. Ndio hiyo yudhahiru, wanashirikiana alaikum, kuwahujumu na mwingine. Mimi simpigi kwa sababu nina mkataba nao, lakini naweza nikakupa msaada wa mali, gharama za kutayarisha vita nitatoa. Ukitaka mafunzo nitakuletea wataalamu wa kufanyishia zoezi jeshi lako. Ukitaka silaha nitakuletea. Yeye hakupigi, lakini anamuwezesha atakayekupiga. Huyu pia kavunja mkataba. Ana mikataba ilikuwa inasomeka hivyo. Hukubaliana, anapenda amani, mbakishe katika amani. Usimuingize kwenye orodha huyu na yule wote washirikina ndo wale wale. Lazima utofautishe mwenye madhara na asiyekuwa na madhara. Hana madhara, usimfikishie madhara. Dili na yule anayekufikishia we madhara peke yake. Inafahamika hiyo eh? Uislamu umekamilika kwenye kila idara. Na kama mna wataalamu katika rasilimali watu, lazima mupange vizuri kuwatumia kwenye mambo kama haya ya kimataifa. Hapa pako salama, hapa ndo panapokuja shari yote. Sisi tutadili na hapa panapokuja shari. Lakini na huku mnakagua, huo mkataba unaenda sawa? Hawa jamaa hawajatuzunguka. Kama wameonyesha uungwana, waonyesheni uungwana na wao. Lam yuayinu alaikum ahada, wametulia kweli washirikina, lakini wametulia, hawajamsaidia yoyote katika wale wanaokupigeni vita. Mina adaikum, miongoni mwa maadui zenu. Kwa hiyo wao waheshimuni, wabakisheni katika amani, dilini na wale ambao wamevunja mikataba na hawapendi kuona nyinyi mnaishi kwa amani. Hawa waliojiheshimu wakatimiza masharti ya mikataba, faatimu ilaihim ahdahum ila muddatihim, hawa timizeni makubaliano yenu katika hiyo mikataba mpaka muda mliokubaliana uishi. Kama ni miaka 10, miaka 10, miaka 20, miaka 20. Mikataba hiyo inazungumzwa. Kama walifanya uungwana kwenu,
basi na nyinyi ufu al-ahda kamilan ila inqidai muddatihi, tekelezeni kwa ukamilifu makubaliano mliokubaliana mpaka ufike muda wa kuisha makubaliano hayo. Inna Allaha yuhibbul muttaqin, huo ndio ucha Mungu, na Allah anawapenda wacha Mungu. Huo ndio ucha Mungu, na Allah anawapenda wacha Mungu. Kwa hiyo mna ahadi na watu, kuweni waungwana nyinyi kwa kutimiza hizo ahadi, na mkiona wao wametimiza ahadi, wafanyieni ungwana. Huo ndo ucha Mungu. Tunaishi ndiyo, huyu kafiri hataki kuwa na msimamo wangu, huna haki ya kumlazimisha. Lakini kwenye masala ya mustawa wa maisha, amani yetu, mambo yaende, kila mmoja awe huru, haya ndiyo tunaodili nayo. Huyu katoesha amani, hataki tuwe huru, tutachangamka na huyu. Huyu anapenda amani, anajali uhuru wetu, tutamuheshimu hata kama ni kafiri. Ndo ucha Mungu huo. Inna Allaha yuhibbul muttaqin, hakika Allah anawapenda watu wacha Mungu. Anatunyima amani, anatudhalilisha, wanauawa watu wetu, mitego ya ajabu ajabu, kila siku watu wanapotea. Hapa hatuwezi kuheshimu mikataba. Tukigundua anayefanya vitimbi hivi ni fulani, tunashughulika naye. Lakini kuna mwingine tuna mikataba naye, katulia, hafanyi vituko kama hivi, mwache afanye mambo yake kwa mila yake, ukafiri wake ni wake mwenyewe. Sisi tutamtendea uungwana kwenye miamala kama hii ya kimaisha. Ndo dini inavyotutaka, na huo Allah kauita ucha Mungu, na anawapenda Allah watu wenye misimamo hiyo. Hata kafiri ana haki zake, naye usimnyime haki zake, usimvunjie uhuru wake, usimdhulumu mali zake. Ukafiri ni amali yake mwenyewe baina yake na Mola wake. Lakini masala ya stadi za maisha, haya ndo yanalindwa: amani ya watu, heshima ya watu, uhuru wa watu. Hivi vikichezewa, mnatakiwa mpambane kuvilinda. Inna Allaha yuhibbul muttaqina li rabbihim, Allah anawapenda wale wenye kumcha Mola wao. Almuwafina liuhudihim, wale wanaokuwa wanakubaliana na wenzao halafu wakalinda makubaliano yao, wakayatekeleza na wakayatimiza. Allah anawapenda watu kama hao. Qala al-Baydawi, amesema Baydawi,